Leo nina furaha kuwaambia walipa kodi na Watanzania kwamba katika maagizo ya Mheshimiwa Rais, TRA imetekeleza maagizo yote na kupata mafanikio makubwa sana. Moja ya mafanikio ambayo tumepata ni haya yafuatayo. Moja, tumefanikia sana kupanua wigo na kuongeza makusanyo ya kodi. Kwa kupanua wigo, maana yake tunaongeza idadi ya walipa kodi, lakini hata wale walipa kodi waliokuwepo, kama alikuwa analipa 10, sasa analipa 20. Huko nako ni kupanua wigo. Na kupanua wigo kunathibitishwa na ongezeko la makusanyo. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, tukifananisha toka mwaka wa fedha huu umeanza, ambao ni Julai 2024 mpaka Februari 2025, miezi 8. Tukifananisha na miezi 8 kabla hajaingia madarakani, Julai 2020 mpaka Februari 2021, soon kabla hajaingia madarakani, Mamlaka ya Mapato iliweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 11 na bilioni 920. Lakini leo tunapozungumza, miezi 8 hiyo tumeweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 21 na bilioni 200. Hili ni ongezeko la 78% ya makusanyo ya kodi katika kipindi chake, na hata tukimaliza mwaka ita reflect hivyo hivyo. Haya ni mafanikio makubwa chini ya usimamizi wake Mheshimiwa Rais, kwamba katika kipindi cha miaka 4 ameweza kusimamia nchi yetu, lakini na taasisi yetu kuweza kuongeza makusanyo ya kodi kwa 78%. Lakini kwa usimamizi wake, TRA kwa miezi hii 8 tumeweza kukusanya kiasi hicho cha trilioni 21 na bilioni 200, ambazo ukifananisha tu na mwaka jana ni ukuaji wa 17%. Lakini kubwa zaidi, lazima nichukue nafasi hii kuwashukuru sana walipa kodi kwa ushirikiano wao mzuri na management ya TRA. Meweza kukusanya na kufikia malengo kwa miezi yote 8 mfululizo. Hii ni historia ambayo imeandikwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, ambayo ilikuwa haijawahi kutokea toka taasisi yetu imeanzishwa mwaka 1996.